Kwani huyo Mbako ni nani kwenye kijiji hichi? Achaneni na hizo mada, tubebeni maji tuondoke. Dada, mbona upo hivyo? Una mawazo na mimi sijakuzoea hivyo. Zena, inapaswa utulie nyumbani kabla ya tatizo. Tatizo gani? Kwa sababu sisi sasa hivi tuna amani tu. Zena, unajua mimi naona mbali na najua mengi kuhusu hiki kijiji. Mengi yaliyojificha. Sawa dada, nimekuelewa. Vipi nikuletee chungu chako? Hapana. Wewe niletee chungu zangu. Natosha. Sawa, lakini sijakuzoea hivi. Hivi Jokeli ndugu yangu. Hivi unaona huu ujio wa Hemedi hapa kijijini utakuwa na usalama kweli? Ujio wake? Kuja kwake tulishaambiwa. Lazima atakuja. Ila yajayo wote hatuyafahamu. Maana mimi nilikutana naye. Lakini nilipokutana naye akaonekana kama ni mtu ambaye asielewa chochote, yani hatambui chochote kile. Au atakuwa ametusahau. Sijajua, ila na nilipojaribu kumwangalia machoni, macho yake yalionekana misili ya damu. Mpaka nikaogopa yani. Damu? Sasa tunafanyaje? Tunamsaidiaje au tumwache? Kwanza huyu waga hataji. Unaweza kushangaa katokea tu hapa vu. Alafu anakuwa mambo mengine. Tutazungumza hilo jambo tena baadaye. Unajua ni siku nyingi sana nasubiri jibu langu kutoka kwako. Na nakuwa nikipitia chenga, tunakwepana. Nijibu basi, nijue jibu langu basi. Ni miaka 5 sasa. Nimekuambia sihitaji kuwa na wewe. Kwa imekuwa matangazo. Sasa, kwa hiyo unaweka imani kwa mtu siye? Unajua nishaandaa maandalizi mengi sana kutoka kwako. Lakini bado hutaki kunisikiliza hisia zangu kwako. Mani, kama una mada ya kuongea siku nyingine na kuomba usije ukanisimamisha. Nishakwambia sio matangazo. Siku nyingine usinisimamishe tena kuongea habari hii. Kibanzi, na kuonya. Nimekuona kipindi unazaliwa. Sitaki nikuone kipindi unakufa. Kaa mbali na mdogo wangu. Mama, mbona hali hapa kijijini nashindwa kuelewa kabisa? Kuna nini mwanangu?
kwa sababu huko nilikotoka nimekutana na watu zaidi ya 3. Wanaponiona tu kunikimbia au na kukaa mbali na mimi kabisa. Mwanangu, kuna mgeni alitoka mjini, alikuja hapa, alikaa kidogo, lakini baada ya hapo akaanza kuua watu. Na wewe mwanangu, ukiangalia ni muda mwingi, muda mrefu haupo hapa kijijini. Wengine wameshakusahau, wengine waliozaliwa chini ya hiyo miaka ambao hukuwepo hawakufahamu. Kwa ni lazima ukimbie, ila watakuzoea tu mwanangu. Sawa. Na vipi kuhusu siku? Siku Na vipi kuhusu Kibanzi? Kibanzi yupo, naenda ukamuone. Sawa mama. Dada, sijapenda bado kuvutavutana kama watoto. Nishakwambia yule mwanaume akufai. Nami kwa sasa kijiji chetu akipo sawa sasa. Unamaanisha nini? Ndio utanishakwambia hivyo, uelewe ninavyokuambia. Karibu. Asante. Niambie. Safi za huko. Mzima? Mzima. Naomba unisikize kwa makini. Naomba mtoe siku haraka sana, kwani Hemedi yupo njiani. Anakuja hapo kwenu. Sawa, nimekuelewa. Kwa vipi nataka kuambia shoga yangu? Vitu gani? Ila basi shoga yangu nitakwambia siku nyingine. Karibu. Asante. Kijana, habari yako? Salama. Ila sidhani kama nakujua. Nataka nikwambie kitu kwa usalama wako wewe na kijiji chote kizima. Unamaanisha nini? Mbona sijakuelewa hapo? Kabla jua halijazama, naomba rudi huko ulipotoka. Jua kuzama?